Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima limefungwa rasmi na serikali ya Tanzania kuanzia Juni 2, 2025. Uamuzi huo umetangazwa na msajili wa Jumuiya ya Kiraia Emmanuel Kihampa kwa madai kwamba kanisa hilo limekiuka sheria ya Jamhuri sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya uchonganishi serikali na wananchi, jambo ambalo limeweza kuhatarisha amani ya nchi. Na sababu za kufungwa kwa kanisa hilo, serikali imeelezwa kuwa Askofu Gwajima alitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kukemea vitendo vya utekaji wa watu, utekaji wa watu na kupotea, na kutoa mfano halali ingekuwa iwapo tukio hayo yanafanyika kwa watoto wa viongozi, akiwemo yeye mwenyewe, kwa maana naye ni kiongozi. Kauli hizi zilitafsiriwa kuwa ni nia ya kuchonganisha serikali na wananchi. Na nini, tuangalie hali baada ya kufungwa kwa kanisa hilo. Na baada ya tangazo hilo, jeshi la polisi lilizingira kanisa hilo lililoko Ubungo, Dar es Salaam, na kusababisha hali ya taharuki miongoni mwa waumini. Waumini walikusanyika na kuendesha ibada za maombi ya kufunga na kuomba, huku wakisisitiza kuwa wataendelea na ibada licha ya tangazo la serikali. Na nini kauli ya askofu baada ya kufungiwa kanisa lake? Askofu Gwajima, kauli yake, amesema kuwa Askofu Gwajima amepinga vikali uamuzi wa serikali, akidai kuwa barua ya kufutwa kwa usajili wa kanisa hilo si halali na kwamba serikali haiwezi kufunga kanisa la Mungu. Amesisitiza kuwa maombi ya siku 7 yataendelea kama ilivyopangwa na kwamba wataendelea kumuomba Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wa kisiasa ili haki izuke katika nchi. Na haki ya rufaa, mpaka sasa kwa mujibu wa barua ya msajili, kanisa hilo lina haki ya kukata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani na nchi kupitia kwa katibu mkuu ndani ya siku 21 kuanzia tarehe ya barua hiyo ilivyoandikwa. Na hii ni moja kati ya vitu ambavyo vinatrend sana mtandaoni, na ni moja kati ya vitu ambavyo tunavileta sana hapa kwenye channel yetu. So kama wewe ni mara kwanza unatuangalia, usisahau kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu. Keep watching mpaka wakati mwingine.